Leo kweli naona ni siku ya Nyerere Day. Umetoka bwana, umepangilia kodi. Bwana makameramani, kidogo tuanze chini kwanza kabla ya interview. Hatari bwana, umependeza sana, hongera sana. Nashukuru sana. Bwana tuambie umefanya kuchukua mshindi wa 3 kwenye ngao ya jamii. Ilikuwa ni matarajio yako kufika katika hatua hiyo ukilinganisha katika msimu huu na msimu ambao umepita, namna ambavyo uliishia na msimu ulivyoanza? Unaweza kuzungumza vipi mwenye tathmini yako ya kiufundi? Kwanza matarajio yetu yalikuwa ni kuchukua ubingwa, lakini kwa bahati mbaya tulifanya kile ambacho tunaweza kufanya, tukaweza kutimiza malengo yetu, lakini mashindano yale yametupa mwanga kidogo, kwa sababu tupo kwenye project ya kujenga timu yetu, kuhakikisha kwamba tunaenda kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi ya wanawake. Kila mtu anafahamu miaka penzi sikuwa kwenye kiwango bora, lakini sasa tumekuja tunatengeneza timu tangu msimu uliomalizika. Kwa hiyo tunaendelea na project yetu kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu. Nafikiri kila mtu alitamani tuchukue ile ngao, lakini kwa bahati mbaya tukaweza kuchukua. Kwa hiyo hatuwezi kukata tamaa, lakini tunaendelea pale ambapo tumeishia, tunapeleka nguvu ile ligi kwa ajili ya kufanya vizuri. Bwana tuambie namna ambavyo kikosi chako, namna ambavyo umekiandaa kwenye msimu huu kwenye ngao ya jamii. Kimeonekana kucheza mchezo mzuri sana na mchezo wa kuvutia. Watu wengi wanaona sasa hivi wamewapa asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa. Namna ambavyo mmefanya kwenye ngao ya jamii licha ya kuwa nafasi ya 3, unaiona timu yako kwenye maneno ya watu, namna ambavyo wanaiona kwamba ni timu ya kuchukua ubingwa? Sisi kama timu tunaona kwamba maendeleo yake ni mazuri, lakini hatuwezi kuwa bingwa tu kwa sababu ya mitazamo ya watu. Tunapaswa kujipanga na kufanya kazi kwenye kiwanja cha mazoezi, kuhakikisha kwamba kile ambacho watu wanazungumza au wanatamani kitokee kinaweza kwenda kutokea kwenye ligi, kwa maana kujiandaa vizuri kwenye kila eneo, kuhakikisha kwamba tunapunguza makosa kiwanjani ili tuweze kwenda kutimiza malengo yetu, na tuombe pia wachezaji wetu wa salama muda wote kwa ajili ya kupambania nembo ya klabu. Ndio. Unamzungumziaje bwana rais wako, rais wa klabu ya Young Africans, lakini pia sasa hivi tunaona amepata nafasi ya ujumbe ya FIFA kule katika kamati za mashindano ya timu za wanaume? Kitu gani ambacho unaweza kumwambia? Amepata nafasi kubwa kwenye shirikisho la mpira barani duniani kote, FIFA. Acha kwanza nimpongeze kwa sababu anatoa mwanga kwa vijana wengine ambao wako kwenye tasnia hii ya mpira, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa kama kioo, na tunafahamu kwamba amekuwa ni kiongozi wa Yanga kwa muda mrefu kidogo. Ameendelea kufanya vizuri, kujaribu kama ambavyo watu wengine wanafanya. Kwa hiyo kwanza tumpongeze kwa hicho ambacho wamekipata. Nafikiri ana uwezo wa kufika mbali zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana anajua football vizuri, bado ni kijana, umri unamruhusu. Kwa hiyo mimi nimtakie kila laheri na tunaamini atafika mbali zaidi kwa hiki ambacho amekipata. Pengine baada ya miaka michache ijayo tutasikia anaweza kuwa na cheo kingine, kwa sababu ni mtu pia ambaye anajitambua, mtu ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu, anaweza kujielezea na akafanya kitu ambacho watu wengi anaweza kuona kama ni kigumu. Kwa hiyo sina shaka na utendaji wake, naamini bado anaweza na nafasi hivyo. Tumuombe heri, awe na afya njema, nafikiri anaweza kufanya makubwa zaidi. Ndio, tupe moment ambayo ni mtu ambaye unafanya naye kazi, moment ambayo kuna kipindi uliwahi kwenda kufundisha timu za wanaume na uliwahi kuandika sehemu, ni mtu ambaye alionekana kuamini katika uwezo wako na kuweza kukupa nafasi hiyo. Tupe moment nyingine ambayo unaikumbuka kama rais wako nchini. Kitu pekee ambacho naweza kusema na ilikuwa ni jambo zuri na jambo la historia kwangu, ni yeye kunipa nafasi kwenda kufanya kazi kwenye timu ya wanaume. Ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu mimi na nimshukuru. Wote siku zote nimekuwa nikisema kwamba niliandika sehemu kwamba huyu ni kijana ambaye alitimiza ndoto za kijana mwenzie. Kwa hiyo nafikiri uwepo wake Yanga kunipa nafasi kama ile kwangu mimi ni historia na kitu kikubwa sana ambacho siwezi kukisahau, na nafikiri ndio kitu ambacho mwenyewe, kwa sababu nilienda kuomba na akaniahidi kwamba angefanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi akiahidi kitu anafanya. Lakini nizungumze tu kwamba engineer ni mtu ambaye ana mapenzi na watu wengi, anazungumza nao vizuri, marafiki wengi, lakini kiongozi ambaye anapenda watu wanaofanya kazi. Yaani kama ufanye kazi vizuri, basi hawezi kuwa rafiki yako na hawezi kufeva kwa chochote, kwa sababu yeye ni rais wa klabu. Anaamini kwamba kuwasimamia watu vizuri ni kuwasimamia pia waweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu
jambo lolote zuri au baya kwenye klabu naenda kumgusa moja kwa moja. Kwa hiyo yeye anazungumza na sisi kama vijana wenzake, kama wafanyakazi wake, lakini kwenye swala la kazi anakuwa ni mtu ambaye yuko tofauti sana na hawezi kuwa anaweza kukufeva kama hawezi kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye anatupa moyo, anatupush kuhakikisha kwamba tunaweza kupata mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku yanamgusa moja kwa moja kama rais wa klabu. Edna Lema, Tanzania tunapataga bahati kwenye kila sekta. Tunazungumzia kuna mtu ambaye anakuwa anaweka alama kwa maana kufanya vitu vikubwa zaidi kwenye hiyo industry. Ukiangalia kwenye mpira kama kina Samata, kwenye muziki unaona kina Diamond, unadhani kwenye mpira especially kwenye soka la kina mama wanawake, unadhani wewe ni mwanamke au kocha mwanamke ambaye umeweka alama kubwa zaidi? Na kama ni kweli, ni nini ndoto yako sasa kutokea hapo? Mimi nafikiri inawezekana majibu ni ndio, inategemea na mtazamo wa watu, kwa sababu nimekuwa kwenye mpira wa wanawake muda mrefu, nimeanza kucheza, nimeongoza pia kwenye vilabu, na sasa hivi ni kocha, nimedumu kwenye timu za wanaume na wanawake. Kwa hiyo kwangu mimi naona naweza kuwa kiongozi mzuri kwa wachezaji ambao wanachukia au na watu wengine ambao wanatazama kama mfano kuhakikisha kwamba wanafikia ndoto zao. Lakini kiasi kidogo ambacho nakiona nimekifanya, na hisi nimefanikiwa kwa kiasi fulani, lakini bado sijafikia malengo yangu, na naendelea kujipambania kuhakikisha kwamba nafika mbali zaidi, ili kuwapa support wengine ambao wanatazama kama mfano, ili na wao wasirudi nyuma. Kwa hiyo bado nahitaji muda wa kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kujipambania kuhakikisha kwamba nafikia malengo.